Naam, katika ulimwengu wa teknolojia, kuna teknolojia sasa hivi inaenda kwa jina la Artificial Intelligence ama AI. Sasa hii teknolojia imeweza kutengeneza vitu vingi sana vya kustaajabisha, na vitu hivyo wengi wamekuwa wameshindwa kutofautisha kwamba hii itakuwa ni halisi ama hii inaweza isiwe halisi. Sasa nisikuchoshe wala nisikupoteze wakati, mpenzi mtazamaji wa Mkubwa Media, namba nikupeleke moja kwa moja mpaka kwenye peji ya Juma Lokole. Sasa hapa kuna picha tofauti tofauti zimekuwa zikitrend sasa hivi, ambapo tunaona huyu ni msanii wa zamani wa kiwanda cha Bongo Movie. Hapa nazungumzia Kanumba akiwa pamoja na mzee King Majuto ama mzee Majuto. Wengi tulikuwa tunapenda kumuita King Majuto kwa sababu alikuwa ni king wa comedian Tanzania enzi hizo, kwa sababu alikuwa ana kipaji kikubwa sana katika tasnia ya uchekeshaji. Sasa hii teknolojia ya AI imezua gumzo na balaa zito, ambapo tunaona katika picha iliyotengenezwa katika hiyo system ya AI, tunamwona Kanumba akiwa ameshika glass, lakini pia wakiwa wameegemea gari aina Mercedes Benz, lakini pia tunaona King Majuto akiwa amevaa suti, lakini pia akiwa ameshika glass. Sasa kumbuka hawa wote ni marehemu, na tunaona katika nyakati tofauti tumekuwa tukiwakumbuka katika tasnia ya filamu, lakini pia tunaona kwa upande wa hawa legend, tunaona kwa upande wa Kanumba ambaye tunaona kifo chake kilikuwa cha kustajabisha sana, ambapo alianguka, lakini pia King Majuto kifo chake kilitokana na maradhi, ambapo alienda kufanyia upasuaji, lakini kwa bahati mbaya hakumake, au si bwana, hakutoboa, lakini Mungu anaendelea kuwalaza mahali pema peponi. Sasa teknolojia hii imewastajabisha wengi kwa sababu kwa hawa wawili kuonekana katika muonekano huu, huku tukimwona Kanumba akiwa ameshika glasi ya wine, lakini pia Majuto naye ameshika glasi ya wine, watu wamestajabu na kusema kwamba kiukweli hii mtu anaweza kusema labda ni kweli, labda pengine watu hawa labda ni jana walikuwa wamepiga hizi picha, kwa sababu wengi wanajiuliza ni lini hasa, au sio bwana, ni lini hasa hawa watu wawili wakapiga picha, na wengi tunafahamu kabisa kwamba watu hawa wameshafariki na wameshazikwa na tayari wako wanapumzika. Kwa hiyo picha hizi watu pengine inaweza kazua mjadala kwa watu ambao hawafahamu, na kudai pengine labda watu hawa labda wako hai, au sio bwana, wako hai, labda pengine wanatuzuga. Kwa mfano tunakumbuka zile stories za Tupac kwamba Tupac bado yuko hai, au sio, na tunaona kuna wengine wametengeneza hadi picha kama hizi ambazo zimetengenezwa Kanumba pamoja na mzee Majuto. Tunaona wengine wanasema kwamba pengine mtu yule labda yupo hai, lakini ukitazama vizuri zaidi ni kwamba ni picha, au sio, sanifu AI, Artificial Intelligence. Sasa Juma Lokole akasema yani ameshtuka, kwa nini wawili hawa wapige picha pamoja. Sasa na kusomea maoni ya mashabiki ambao tunafahamu wengi, hata mimi nilikuwa ni shabiki yao mkubwa sana, kwa sababu katika moja ya watu ambao nilikuwa namkubali sana alikuwa ni Majuto pamoja na Kanumba. Mmoja kaandika sema Kanumba alikuwa handsome bwana, wewe kaka yule alikuwa mzuri bana, bado sijapata kuona mwanaume mzuri kama yule, na sio sura tu, mpaka sauti jamani. Mungu aliumba pale, aliumba haya, sio sauti, hata body imekaa kiume. Mmoja kaandika na sio sura tu, hata kichwa chake na wanyozi wa sasa kwa yengo sipati picha angekuwa anapendezaje, kwa sababu tunaona Kanumba of course alikufa akiwa kijana, alifariki akiwa kijana na akiwa bado tasnia inamhitaji, yani ilikuwa katika kilele cha mafanikio yake, au sio, lakini ndio hivyo, Mungu alimchukua. Mwingine akaja akasema AI bwana, kama kweli vile waendelee kupumzika kwa amani, yani hii ni AI. Mmoja sema wametengenezaje? Kanumba alikuwa handsome. Huyu mwanadada anasema Kanumba alikuwa handsome, maisha ya mbinguni mazuri.
Wanasema kwamba pengine labda huko mbinguni pengine wanaenjoy. Mmoja anasema Kanumba alikuwa HB mno na angekuepo mbona tungejidai kimataifa. Ila AI jamani ni hatari. Wanatokea bongo wao. Mmoja anasema kwamba kumbe mbinguni ndio watu wanapendeza hivyo. Twendeni, ila Mrs. Jizo umezingua. Kandunje kale ngoja nikatagi. Kajifanya kanajua kujibu tena. Mambo yashapita na nyie acheni chuki. Mmoja anasema mbinguni picha zimevuja. Kumbe na mimi nikianzisha trending zinaenda jamani. Au sio bwana? Huyo anasema, mmoja anasema kwamba njoo uboost. Mmoja anasema kwamba kwa hiyo wamekutana huko mbinguni. Watu wamekutana huko mbinguni. Of course hii ni AI bwana. Au sio? Kimonyesha Kanumba akiwa na bishi maisha ya expensive, yani expensive life, yani maisha hali, maisha ya utajiri, au sio? Na huko akiwa ameshika glass. Hiyo picha kiukweli ukiangalia vizuri unaona kabisa kwamba hapa kweli moto unawaka. Mmoja anasema ila umwaka uishi, kwani wamewatoa wote wapi jamani? Ila Kanumba wanatoa movie nyingine lini? Huyu anauliza watatoa movie. Of course hakuna movie watakayotoa. Hii ni AI. Dadi mzee Majuto, huwezi amini nilikuwa na haya bwana. Mmoja anasema au ndio mbinguni kuko hivyo. Mrs. Majizo akasukuma kichwa ya mwenzie. Da. Hatari sana. Hapa sasa unajua taharuki. Taharuki kwa sababu ametajwa Mrs. Majizo. Anazungumziwa Lulu hapa. Vale sababisha. Shangazi yangu asione hii atasema Kanumba kaonekana Dubai na maisha gali kabisa. Kumbuka kule Dubai wanaishi watu matajiri. Kwa hiyo hii picha na mandhari inayoonekana kwa nyuma ni kama wapo Dubai lakini wametengeneza. Nani amerudi na kuvujisha hizo picha? Wabongo walivyovurugwa, kila mtu atatamani kufa. Mwingine akisema wapumzike kwa amani wote. Wapumzisheni waliotangulia mbele za haki jamani, wanakula maisha peponi. Da, Kanumba alifanana sana na Hamza. Mwenye kumbe kuko hivyo, acha nitafute kamba ni white chap. Akisema kwamba pengine mbinguni pengine ni kuzuri sana na ndio maana wamependeza hawa wawili. Hapa nazungumziwa Majuto pamoja na Kanumba. Unalipi la kuzungumza kuhusiana na hii teknolojia mpya ambayo imekuwa ni tishio kwa baadhi ya watu? Wengine wamekuwa wakikatata picha zao na kusema kwamba pengine itakuwa ni AI, sio yenyewe. Unalipi la kuzungumza? Dondosha maoni yako, hakikisha una subscribe.